Yes, mambo vipi mwanafamilia wa HNT Media? Ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kupashana yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa katika siku ya leo, lakini moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea hapa juu ya kiungo mshambuliaji ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Alomalki Hendinho ni mmoja kati ya wachezaji ambao pendwa kabisa wamependekezwa na jina lake liko tayari katika meza ya Engineer Said, na kinachofanyika sasa ni kuhakikisha kwamba wana marizia mipango ya kiusajili na mchezaji huyo adondoke katika klabu ya Young Africans. Kabla hatujamtazamia na kumwangazia mchezaji huyu, ni wapi anakotoka, nini profile yake, anacheza katika nafasi gani, amefanya mambo gani katika soka la Ivory Coast, ni kuambie kwamba fuatana nasi katika dakika zote tutakazoketi hapa, na nikukaribisha tena kwa wakati mwingine. Hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo kila siku kila wakati. Kama huja subscribe, basi nikwambie kwamba umepitwa na taarifa zetu nyingi ambazo tunakuletea kila siku. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo, kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea hapa katika channel yako pendwa ya HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kila siku. Bana, kiungo mshambuliaji kutoka katika klabu ya ASEC Mimosas, unaambiwa Alomalki Hendinho ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri katika klabu hiyo ya ASEC Mimosas, na ni kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo ya Young Africans, na ni kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo ya ASEC Mimosas ambaye anatajwa kuja kujiunga na klabu ya Young Africans ili kuongeza nguvu katika wakati huu wa usajili wa dirisha dogo, ambapo unaambiwa kwamba Alomalki Hendinho ni mchezaji pendwa na pendekezo kutoka kwa kocha Pedro Gonçalves, lakini pia kwa upande wa Engineer Said. Kumekuwepo kwa taarifa nyingi juu ya Engineer Said kuwa scout wa wachezaji, na baadhi ya wachezaji ambao analeta wanakuwa ni mashine kweli, na hii imeweza kumpa sifa Engineer Said juu ya kila ambacho anakifanya katika wakati wa usajili. Na moja kati ya mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Young Africans ambao ukiwauliza juu ya wachezaji ambao wanaletwa na Engineer Said, mara nyingi wamekuja kuwa na impact kubwa katika klabu ya Young Africans. Lakini ukaribu wa Zamro Traore ambaye pia ni wakala wa wachezaji kadha wa kadha, hasa wale wengi wanakitumikia kikosi cha ASEC Mimosas, ndo ambaye ananogesha dili hili. Kwa siku za hivi karibuni, Zamro Traore ameonekana katika ofisi za GSM, lakini mipango mikubwa ambayo ilikuwa inapangwa hapo ni juu ya wachezaji ambao anawamiliki wakala huyu katika taasisi yake ya Zamro Traore Investment ambayo inasimamia wachezaji, na moja kati ya vitu ambavyo vikubwa vinazungumziwa mpaka sasa ni kwamba ujio wake katika nchi ya Tanzania, ukiachia mbali kwamba alikuwa amekuja kumuona Yao Kwasi Toure toka alivyofanyiwa upasuaji wa goti nchini Tunisia, alikuwa hajaonana naye, lakini pia alikuja na majina kadha wa kadha na profile za wachezaji ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, ambaye akiwemo na Alomalki Hendinho ambaye ni mchezaji anayefanya vizuri mpaka sasa katika klabu ya ASEC Mimosas, ambaye anatajwa naye kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans katika wakati huu na katika msimu huu wa majira ya baridi katika dirisha dogo la usajili. Lakini kitu kikubwa ambacho mashabiki wengi wa klabu ya Young Africans wameanza kuzungumzia juu ya mchezaji huyu ni kwamba mpaka sasa ameipa mafanikio makubwa klabu ya ASEC Mimosas, lakini pia mashabiki wengi wa klabu ya ASEC Mimosas walivyosikia juu ya mchezaji huyu kwamba anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, walilalamika wakieleza hisia zao juu ya mchezaji huyu, na wakisema kwamba alistahili kuwa MVP katika ligi ya Cote d'Ivoire kutokana na makubwa ambayo anayafanya na position alizopo mpaka sasa, kwa namba ambazo amejikusanyia hapo katika klabu hiyo ya ASEC Mimosas. Waliamini kabisa kwamba lazima atakuja kuwa MVP katika ligi hiyo ya Ivory Coast. Lakini kwa sasa taarifa ambazo ni rasmi kabisa kwamba Alomalki Hendinho atajiunga na klabu ya Young Africans hasa katika wakati huu wa
usajili wa dirisha dogo. Kama tunavyojua kwa sasa ligi zote Afrika zimesimama na macho yote yako huko Morocco, ambako hivi karibuni ufunguzi na wa michuano ya AFCON utaendelea huko, lakini wakati huo sasa vilabu vikiwa vinafanya maingizo mapya na uboreshaji wa vikosi kwa kuingiza maingizo mapya kama hivi. Young Africans wameshakwisha kumnasa kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kucheza nafasi 3 katika uwanja, akicheza kama kiungo mshambuliaji asilia, lakini winga wa kushoto na winga wa kulia, lakini wakati mwingine akicheza kama namba 10. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye anahitajika katika klabu ya Young Africans. Ujio wa Marc Ndinho ni moja kati ya mpango mzuri ambao utawafanikisha baadhi ya wachezaji hapo katika klabu hii ya Young Africans, lakini pia yeye mwenyewe hatakuwa na ukiwa kutokana na kwamba atakuta wachezaji kadha wa kadha ambao wametoka katika ligi ambayo alipokuwepo yeye, lakini pia katika klabu ambayo alikuwepo yeye. Tukianza na Yao Kwasi Atola ametoka katika klabu ya ASEC Mimosas, lakini pia Pacome Pedroso Zouzoua ametoka katika klabu hiyo ya ASEC Mimosas, lakini wote hawa ni raia wa Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Lakini pia bila kumsahau Mohamed Dombia ambaye pia ni raia wa Chad, lakini pia kwa sasa kabla ya hapo alikuwa Cote d'Ivoire. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hatakuwa na ukiwa kivile, atakutana na wachezaji ambao ni wenyeji wake na ambao wametoka katika klabu moja ASEC Mimosas. Kwa hiyo ujio wa Marc Ndinho utakuwa na mafanikio makubwa kwa upande wa klabu hiyo ya Young Africans kutokana na uchezaji wake, lakini pia na vitu ambavyo anavifanya. Na hii imekuwa exclusive kabisa kutokana na kwamba kwa taarifa ambazo tumezipata na ni za kuaminika kabisa kwamba mchezaji huyu ni lazima atue katika klabu hiyo ya Young Africans kutokana na ujio wa Zamlo Traore ambaye ni wakala wa mchezaji huyu. Deal kubwa ambalo halitakuwa na mambo mengi na ni lazima litimie kutokana na kuzuruda kwa washambuliaji wa klabu ya Young Africans kwa maana ya Prince Mpomero Dube pamoja na Andy Bombe Boyel. Lakini kwa taarifa ambazo ni za uhakika kabisa ni kwamba pia kuna moja kati ya mchezaji ambaye pia ndilikuwa ni pendekezo la kocha Pedro Gonçalves, Dep, ambaye pia anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Huyu Dep ni raia wa Angola ambaye amecheza mechi 5 akifungia mabao 8 timu ya taifa ya Angola, ambaye naye pia anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Bana, kama Dep atajiunga na klabu hiyo ya Young Africans, lakini upande wa kushoto akawepo Agrey Ndago, upande wa kulia akawepo Dupe na katikati Pacome Pedroso Zouzoua. Hiyo Yanga unaiona vipi wewe mwana familia? Hakikisha kwamba una drop comment yako hapo, niandikie kwamba utaiona vipi hiyo Yanga ambayo itakuwa ni Yanga mpya inayozaliwa katika msimu huu ambao unakuja, hasa katika maingizo haya mapya yatakavyoingizwa kwa maana ya usajili wa dirisha dogo ambao unakwenda kufanyika Januari hii. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea na unahitaji kuelewa nini kinaendelea kuna klabu yako pendwa ya Young Africans ni hii hapa. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo. Hakikisha kwamba pia unatufuata katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Instagram utatupata kwa jina la HNT Media TZ, lakini pia TikTok utatupata kwa jina hilo la HNT Media TZ. Usiache kutufuatilia kwa taarifa nyingine nyingi ambazo tunakuletea na ambazo tumekuandalia juu ya usajili wa klabu ya Young Africans. Unaambiwa kwamba kuna wachezaji 3 ambao wanatoka katika klabu ya ASEC Mimosas na wote wanakuja katika klabu ya Young Africans. Ni wapi hao, ni akina nani? Basi nikwambie kwamba taarifa zao tunazo hapa katika meza yetu ya matangazo. Hakikisha unakwenda nasi sote kwa pamoja ili tuzitazame taarifa hizi katika updates zinazokuja. Usiende mbali, baki na sisi. Bye bye.